kumekuwa na vuguvugu lingi sana kwa baadhi ya watu au baadhi ya mastaa kuweza kuzungumziwa na watu au tunaweza tukasema na mashabiki tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii, lakini pia sehemu tofauti tofauti, kwamba mbona mastaa imekuwa ni ngumu sana kuweza kupata watoto na vitu kama hivyo. Lakini hii imekuwa ni tofauti kabisa kwa msanii bwana Lulu Michael, ingalia kuwa kwa sasa hivi ni kama kidogo kama amesimama fulani, yani hayuko sana wala hasikiki sana kwenye swala zima la movies au kuweza kuigiza kutokea hapa katika kizazi hiki cha Bongo Movie. Tunajua kabisa kwamba hapa Bongo usipokuwa unafanya kazi nyingi sana kwenye masuala mazima ya kuigiza inakuwa ni ngumu sana watu kuweza kukufuatilia, lakini pia katika masuala tofauti tofauti kuweza kupata deals tofauti tofauti. Lakini pia kwa Lulu Michael imekuwa ni tofauti kwa upande wake, ingalia kuwa kwamba mume wake tunajua kabisa yeye ni don kubwa Majizo pale. Sasa ameweza kuposti picha zake za kuonyesha ya kwamba kwa sasa hivi yeye ni mjamzito na tuweze kutegemea mtoto mwingine kabisa. Unajua kwa baadhi ya watu wengi pia wamekuwa kama hawapendi sana kuweza kuposti picha au videos kabla ya mtoto kuweza kuzaliwa, kwa sababu wanaweza kusema watu wakiona picha hivyo nini, wakiona matumbo nini, kwamba kuna nuksi, watu wengi wanaweza kuziombea mbalimbali tofauti tofauti. Lakini imekuwa ni tofauti sana kwa upande wake. Lulu ameweza kuposti picha ambazo akiwa na ujauzito akionyesha tumbo lake pale, bila shaka yoyote kila kitu kiko wazi. Sasa Elizabeth pia Michael ambaye pia ni maarufu kwa masuala mazima ya uigizaji na mashuhuri kabisa kwenye tasnia ya uigizaji, lakini pia ameweza kuwa tunajua na mahusiano na Majizo, mmiliki wa EFM pia pamoja na TVE. Wawili hawa pia waliweza kufunga ndoa yao bana mnamo tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2021, ambapo aliweza kuwa na mahusiano yao na kuweza kufunga harusi na vitu vingine kama hivyo. Lakini aliweza kubarikiwa bana watoto wawili hapo nyuma. Mwanao wa kwanza pia, mtoto wao wa kwanza pia wa kiume ambaye anaitwa kwa jina la Genesis pia aliweza kuzaliwa Julai mwaka 2025. Lakini pia mtoto wao wa pili huyu ni mtoto wa kike ambaye anaitwa Gracious, pia aliweza kuzaliwa mwezi wa 12 mwaka 2022. Sasa pia Lulu pia aliweza kueleza kwamba hajawahi kuweza kugombana, lakini pia kuweza kupitia changamoto zozote zile na mumewe. Lakini pia kwenye masuala mazima ya kujifungua pia na imekuwa ni fresh tu. Unajua kuna kwenye kujifungua kuna masuala operation sijui nini vitu kibao kuweza kutokea na matatizo, mara mtoto amefariki amefanya nini. Lakini pia kwa Lulu haijawa kwa upande wake, yeye ameweza kujifungua watoto wawili ambao wako mpaka sasa hivi, and then tuweze kutegemea mtoto wa tatu ambaye kwa sasa hivi bana bado yuko tumboni. Bana, yapi maoni yako? Lakini pia comments za watu zimekuwa ni tofauti tofauti kwenye mtandao wa kijamii mara baada ya yeye kuweza kupost, kila mmoja akiweza kuongea kwa upande wake. Mwingine anasema yes tuongezee mwingine anasema du jamani hampoi juzi tu na saizi tena mtoto mwingine. Vitu vimekuwa ni vingi bwana. Mimi ninachokiamini kwamba ukiamua kuzaa weza tu, kwa sababu tumetumwa hapa duniani tuje kuijaza nchi, lakini pia tuje kujaza dunia. Lazima ijae. Sasa itajaza na vipi kama watu hawawezi kuoana na kuweza kuzaliana? Drop comment yako hapo, maoni yako itakuwa umetisha zaidi. Take love for this. Ciao.